warahmatullahi wabarakatuh. Watoto oye! Wajukuu wa Mama Samia oye! Wajukuu wa Mama Samia oye! Wazazi oye! Sehemu mbalimbali kwa ajili ya watoto kama alivyosema. Jamani, kuna hali fulani ya wivu, lakini kuna ule wivu wa maendeleo na kuna wivu wa mafanikio, lakini kuna wivu wa mwenzetu anatanguliza kitu gani. Mheshimiwa Rais Mwinyi alisema kitu kimoja, hivi wewe utakapokufa utawaachia hadithi gani watu? Kila mmoja ajifikirie katika nafsi yake, katika akili yake, uache hadithi nzuri watakayokuzungumzia, yapo ambayo utakayoyafanya ya kijamii, utakayoyafanya ya amali yako, lakini yako utakayoyafanya ya maamrisho ya Mwenyezi Mungu kwa dini yoyote ile. Kwa hiyo yapo mamangu ambayo tunayapata kwako kama ni mafundisho. Mwenyezi Mungu akupe hatima njema. Wazazi wa watoto, ndugu zangu wazazi, lazima tuwashukuru walimu wetu ambao wamewasomesha watoto wetu. Walimu wetu, naomba nichukue nafasi hii kwa dhati ya moyo wangu kuwapongeza sana na kuwaombea dua Mwenyezi Mungu atawalipa kwa kila hali. Amin. Kukaa na watoto wadogo kama hawa inahitaji mtihani. Lakini si mtihani peke yake, lakini kuwafundisha mpaka watoto wakaelewa na wanaongea kwa lugha mbalimbali. Watoto hawa wanaongea lugha ya Kiswahili, wanaongea lugha ya Kiarabu, na wanaongea lugha ya Kiingereza. Yapo ambayo hata sisi wazazi yanatupita. Lakini sisi wazazi tunafanikisha wajukuu zetu na wajukuu wa Mama Samia wanafanya vizuri. Hongereni sana. Nichukue nafasi hii kuweza kuwapongeza viongozi wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine. Wapo watoto yatima hapa, na wale watoto yatima kuna mambo mengi ambayo yanahitajika, ya chakula, ya mavazi na ya kielimu, lakini yanafanikishwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa namna mbalimbali. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa kila kazi mnayoifanya. Na hayo ndio matunda ambayo mnaweza kuyatanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu. Duniani mnaweza usiyaone, lakini kwa vitabu vya Mwenyezi Mungu vinatueleza mtayakuta mtakapokwenda. Mwenyezi Mungu atawalipa kwa kila mlilofanya. Naomba nichukue nafasi hii kuwapongeza wale wote ambao wamechangia kwa namna moja au nyingine kutokana na risala yetu hii ambayo imesomwa hapa. Tumechangia sisi kama ni wazazi, lakini nieleze kitu kimoja. Mimi nimekula keki kwa niaba ya rais. Ni watu wachache wanaopata nafasi hii. Namshukuru Mwenyezi Mungu mimi nimepata nafasi hiyo. Sasa nikatafakari, keki nimeila kwa niaba ya rais. Je, fotokopi na keki kitu vikubwa? Keki ni kubwa zaidi kuliko hata fotokopi. Napokula kwa niaba ya rais, kwanza leo sintokula chochote mpaka kesho. Maana utumbo usiweze kuchafuka. Watoto oye! Wajukuu wa Mama Samia oye! Wajukuu wa Mama Samia, Mheshimiwa Rais amesema fotokopi ataileta hapa. Wake kuileta na imani tutaandaa taratibu tuweze kuileta fotokopi aliyoitoa
kumtoa mama kwa wajukuu zake wa Tabora. Kina mama oye! Wazazi oye! Mama Samia oye! Mheshimiwa madiwani wamechangia kiasi kikubwa hapa. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atawazidishia kwa kila mchango ambao unautoa, lakini pengine na wao wanaweza wakahitaji kuongea kwa namna moja au nyingine. Nitawapa nafasi pia waongee. Naomba nichukue nafasi hii kuwashukuru wazazi wote, lakini bado tuendelee kuangalia watoto wetu kama ni majukumu yetu ya kuweza kuwalea. Dunia imeharibika, kuna mambo mengi. Tusiwaachie wazazi walimu peke yao. Walimu wanakaa nao kwa muda mchache, lakini watoto hawaharibiki shule, wanaharibika majumbani mwetu. Sisi wazazi wenyewe tuangalie watoto wetu, namna gani mtoto amerudi shule saa ngapi, amelala na nani anamwangalia. Tusije tukaachia wafanyakazi ndio wakawa wazazi wa kuangalia watoto wetu. Utakayeharibikiwa ni wewe mzazi mwenyewe unayemwachia mtoto. Baba, fanya jitihada ya kuangalia watoto wako. Mama, fanya jitihada ya kuangalia watoto wako. Kila mmoja kati yetu ana jukumu la kuangalia watoto, si mzazi mmoja peke yake. Kwa hiyo chonde, wazazi wenzangu, tuangalie watoto wetu. Watoto hao wameshamaliza leo, wana graduation yao, lakini bado wanahitajika kwenda darasa la kwanza. Tuangalie watoto wetu, tuwapeleke, wasije hapa wakaishia. Na imani kila mmoja anapenda mtoto wake apate elimu nzuri, awe ni mtoto mwenye maadili mazuri, lakini na sisi wazazi nao tuwaonyeshe watoto wetu maadili yetu mazuri. Wewe mzazi ukianza kumwonyesha mtoto maadili yasiyependeza na akayaona, akayasikia, ujue hutoweka mbegu nzuri kwa mtoto wako. Weka mbegu nzuri kwa kujiheshimu, kwa kujithamini na kupata uoga kwenye jamii, usije ukaonekana si mtu mwenye heshima. Jiheshimu mzazi, utaheshimika mpaka na watoto wako. Jithamini wewe mwenyewe, utathaminika na kila mmoja. Kwa hiyo nawaomba wazazi wenzangu, chonde wapelekeni watoto shule. Bahati nzuri tuna mkuu wa shule hapa, ameshaeleza mpaka tarehe 1 itakuwa ni mwisho wa usajili. Anzeni jitihada sasa hivi ya kufanya usajili kuwapeleka watoto wetu shule. Naomba nichukue nafasi hii kuwakaribisha madiwani wenzangu, na wao waseme mawili matatu ambayo yamekuwa walikuwa nayo na